Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Desemba 15 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa za kipaumbele. Linaanza na habari inayosema korti yatoa ruksa raia wa Marekani kumwasili mtoto wa Kitanzania. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini Balozi Bandora afariki dunia akiacha rekodi usuluhisho Afrika. Balozi Bandora afariki dunia akiacha rekodi ya usuluhisho Afrika. Lakini shinikizo la damu hatari inayoathiri watu wa rika zote. Shinikizo la damu athari inayoathiri watu wa rika zote. Lakini Muhimbili ya baini jenga majeraha ya moto majumbani. Muhimbili ya baini janga majeraha ya moto majumbani. Lakini video ya kushashiwi kupewa rushwa na watalii ya mponza askari polisi. Video ya kushawishiwi ya kupewa rushwa na askari na watalii ya mponza askari polisi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema kilio cha ajira kilivyokuwa mjadala 2025. Kilio cha ajira kilivyokuwa mjadala 2025. Lakini kuna habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi inasema serikali ya banwa kuzima interneti. Serikali ya banwa kuzima interneti. Lakini suluhisho la kudumu tatizo la maji. Suluhisho la kudumu tatizo la maji. Rushwa barabarani bado pasua kichwa. Rushwa barabarani bado pasua kichwa. Serikali Kigoma ya wahoji wakimbizi 52 kutoka DRC Congo. Serikali Kigoma ya wahoji wakimbizi 52 kutoka DRC Congo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye naza habari inaandikwa sema UN yasifu Tanzania kwa mfano wa amani. Au ni UN yasifu Tanzania kwa mfano wa amani. Habari inaendelea ukurasa wa 7. Lakini viongozi 8 wasimamishwa fedha za miradi. Viongozi 8 wasimamishiwa fedha za miradi. Vijana wahimizwa uzalendo biashara mtandaoni. Vijana wahimizwa uzalendo biashara mtandaoni. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 15 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini kuna habari inayosema uchumi wazidi kuimarika. Uchumi wazidi kuimarika, serikali yaagiza wananchi kuweka akiba ya chakula. Lakini wakandarasi wanawake wajenga barabara ya bilioni 45. Wakandarasi wanawake wajenga barabara bilioni 45. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako inaendelea ukurasa wa 3. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie ndani ya gazeti lako la Tanzania Leo lenye ni habari kubwa inayosema magereza watekeleza agizo la matumizi ya nishati safi ya kupikia. Magereza yatekeleza ahadi ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini bado kuna habari inayosema watumishi wasimamishwa kazi kwa uzembe. Watumishi wasimamishwa kazi kwa uzembe. Lakini Dr. Samia kukuza ustawi wa vijana. Dr. Samia kukuza ustawi wa vijana. Uwekezaji ulishaanza kwenye elimu, uwezeshaji na nauka, asema imeundwa wizara ya wanufaike. Lakini awakumbusha wao ni 65% ya Watanzania wote. Lakini kuna habari inayosema tasafu ya awamu ya 3 mbioni kuanza. Tasafu awamu ya 3 mbioni kuanza. Serikali yajipanga kuimarisha utendaji wa watumishi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika wakulima wa korosho Tunduru walipwa zaidi ya bilioni 92.416. Wakulima wa korosho Tunduru walipwa zaidi ya bilioni 92.416.
Lakini waziri mkuu wa Tanzania, tunzeni akiba ya chakula. Huyo ni waziri mkuu Mwigulu Nchemba asema wa Tanzania tunzeni akiba ya chakula. Lakini UN Tanzania ni kisiwa cha amani, au ni UN wasema Tanzania ni kisiwa cha amani. Lakini waziri Ulega ashangazwa na wakandarasi wanawake. Waziri Ulega ashangazwa na wakandarasi wanawake. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Majira lenye kwenye ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema vyeti vya kuzaliwa kutolewa ndani ya saa 48. Yule habari kwenye gazeti lako la Majira inasema vyeti vya kuzaliwa kutolewa ndani ya saa 48. Yule habari endelea ukurasa wa pili. Lakini Chalamila ataka mkakati wa kukabiliana na uhaba wa maji. Chalamila ataka mkakati wa kukabiliana na uhaba wa maji. Lakini usugu wa dawa UTI mzigo mkubwa wa dunia. Lakini UN Tanzania ni kielelezo cha amani kwa dunia, au ni UN wasema Tanzania ni kielelezo cha amani kwa dunia. Waziri mkuu wa Tanzania tunzeni akiba ya chakula. Lakini Tanzania yatoa wito madhubuti kulinda mazingira. Tanzania yatoa wito madhubuti kulinda mazingira. Lakini Ulega bila Rais Samia hili lisingewezekana. Huyo ni Ulega asema bila Rais Samia hili lisingewezekana. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika Tanzania nchi ya mfano wa amani, mshikamano wa kijamii. Huyo ni Guterres. Tanzania ni nchi mfano wa amani, mshikamano wa kijamii. Huyo ni Guterres asema viongozi wasisitiza kasi usimamizi wa miradi na uwajibikaji. Viongozi wasisitiza kasi ya usimamizi wa miradi na uwajibikaji. Lakini serikali kuendelea kuzitafutia ufumbuzi changamoto za vijana. Serikali kuendelea kutafutia ufumbuzi changamoto za vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira ya Tanzania lenye linaandika Jenista Mhagama kuzikwa kesho Rwanda, Mbinga. Lakini katibu mkuu UN Tanzania ni nchi ya amani. Huyo ni katibu mkuu wa UN asema Tanzania ni nchi ya amani, apokea ujumbe wa Rais Samia aliowasilishwa kwake na waziri wa mambo ya nje ya ushirikiano wa Afrika Mashariki. Lakini Ulega akoshwa na mradi wa barabara unaotekelezwa na wanawake, asema bila Rais Samia hili lisingewezekana. Lakini waziri mkuu ataka wananchi kutunza akiba ya chakula, na serikali taasisi za dini zina mchango mkubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Dr. Mwigulu awataka wa Tanzania kutunza chakula. Lakini UN yaitaja Tanzania kielelezo cha amani duniani. Ulega akoshwa na mradi wa barabara unaojengwa na wakandarasi wanawake. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika UN yaitaja Tanzania kielelezo cha amani. Bado habari hii inashika vichwa vingi vya magazeti, inasema UN yataja Tanzania kielelezo cha amani. Lakini Tahiliso wahimiza vijana kudumisha amani nchini, au ni Tahiliso ya wahimiza vijana kudumisha amani nchini. Lakini Rita kutoa vyeti vya kuzaliwa ndani ya saa 48 tu. Rita kutoa vyeti vya kuzaliwa ndani ya saa 48. Lakini Dr. Nchimbi kuweka jiwe la msingi UDSM Kagera. Dr. Nchimbi kuweka jiwe la msingi UDSM Kagera. Lakini Jenista Mhagama kuzikwa kesho. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Uhuru lenye linaandika simanzi mwili wa Jenista kukipokewa Songea. Lakini mvua kubwa ya bomoa nyumba zaidi ya 200 Kahama. Mvua kubwa ya bomoa nyumba zaidi ya 200 Kahama. Tanzania rejea amani UN. Lakini Rais Samia awagusa wasomi utekelezaji wa ahadi, na waziri Ulega akoshwa na mradi unaotekelezwa na wanawake. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Uhuru kuna habari inayosema Dr. Nchimbi kuweka jiwe la msingi UDSM Bukoba. Dr. Nchimbi kuweka jiwe la msingi UDSM Bukoba. Lakini hospitali ya JKCI ilivyofanya mageuzi utoaji wa huduma ya moyo. Hospitali ya JKCI ilivyofanya mageuzi utoaji wa huduma ya moyo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Jamvi la Habari lenye asubuhi ya leo na habari inasema kupungua maji Dar es Salaam. DAWASA yawaongezea matumaini wananchi. Lakini vyeti vya kuzaliwa kupatikana ndani ya saa 48. Na Tunduma kupumua, serikali yaingilia foleni
ya maroli. Lakini Seti angukia pua dhidi ya Zito Zuberi Kabwe. Seti angukia pua dhidi ya Zito Zuberi Kabwe. Hiyo ni habari inapatikana kwa kina kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari. Pata nakala yako kwa habari. Lakini Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza, gazeti lako asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema wakandarasi wanawake waitika wito wa Rais Samia. Wakandarasi wanawake waitika wito wa Rais Samia. Lakini wakulima wa korosho Tunduru walipwa zaidi ya bilioni 92.4. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana kurasa mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Linaanza na habari inayosema kwenye gazeti lako la Mwanahabari, Singida Black Stars wapita na Lanso wa KMC. Singida Black Stars yapita na Lanso wa KMC. Lakini TFF yalipanga kupeleka mashabiki Afconi. TFF yajipanga kupeleka mashabiki Afconi, lakini mbunge Asenga ajipanga na michezo Kilombero, na KMC kurudi kivingine kumshusha kocha Bares. Na Mabula afanya kweli Ulaya atua kambini Stars. Huyo ni Mabula afanya kweli Ulaya atua kambini Stars. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kurasa wa michezo. Lakini Jamvi la Habari gazeti lako linaandika Awesu kuibukia Mbeya City. Huyo ni Awesu kuibukia Mbeya City. Lakini Ateta aweka mtego kwa mastreka Arsenal. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Jamvi la Habari. Huko Tanzania Leo gazeti lako linaandika mwalimu aongeza nguvu Taifa Stars. Lakini Yanga kufumua kikosi dirisha dogo. Yanga kufumua kikosi dirisha dogo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania naandika Engineer Hersi Saidi atabiriwa makubwa ndani ya FIFA na kafu. Lakini Kameruni taifa moja lina timu mbili za taifa. Lakini Tundamani kumradhi ashtushwa na utitiri wa viongozi ndani ya Simba Sport Club. Lakini kimataifa Lionel Messi awakera mashabiki atupiwa viti. Lionel Messi awakera mashabiki atupiwa viti. Na mwigizaji wa filamu John Cena astaafu mieleka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika Stars yapewa njia kutoboa AFCON 2025. Lakini Mtibwa kusajili striker wa kigeni. Azam FC kuanza tizi Desemba 23. Lakini ni safari ya mabilioni ya fedha AFCON 2025. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Majira linaandika kambi ya Taifa Stars yazidi kunoga Misri. Kambi ya Taifa Stars yazidi kunoga Misri, mapro wamiminika Gamondi, wachezaji morali hali ya juu. Lakini Shekedi angata sikio timu ya taifa ya Kongo. Na gazeti lako la Habari Leo linaandika Stars yampa matumaini Gamondi, Bunda Tausi Queen za pokwa pointi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Yanga Mazembe wamlilia ushindi. Huyo ni Chiko ushindi. Yanga na Mazembe wamlilia. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Awa bado nipo Msimbazi, akanusha uvumi kwamba hana furaha. Lakini Simba Yanga kunogesha Mapinduzi kapu. Stars yashinda mechi ya kirafiki. Lakini John Cena astaafu mieleka. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Uelekeo kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika Simba TRA United kukamilisha dirisha la Chasambi yao litalipa fadhila kwa uongozi wa Yanga. Lakini misalaba CWT tunahimiza michezo mashuleni. Ibenge ajipanga kurudi kivingine ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini habari kubwa ni Simba TRA United kumkamilisha udilisha la Chasambi. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika zimamoto ishusha kileleni KVZ. Zimamoto ishusha kileleni KVZ. Lakini kuna habari inasema ligi kuu soka wanawake Zanzibar kuanza Januari 15. Lakini saa ataka Wilbeck asajiliwe Man United. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kwenye gazeti lako na michezo, gazeti lako la Dira linaandika Simba Okelo swala la muda. Simba Okelo swala la muda tu. Lakini Sopo ikosa AFCON, Gomez aitwa Stars. Kameruni wajichanganya kikosi AFCON. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ukurasa wa michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye kurasa za michezo asubuhi ya leo linaandika Waarabu watia mkono Simba. Kocha Fadu atajwa, mabosi wasikilizia. Lakini Hamisa anika ishu ya mimba.
Mzize atibua hesabu za Yanga. Pedro atoa msimamo, mabosi waingia sokoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa wa mbele. Lakini ATM Selina Dion anazeeka na pesa zake. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe na lenyewe ukurasa wa michezo linaandika Yanga yaweka rekodi kali 5. Lakini Rushaina aivuruga Simba. Ni Shaina Derok aivuruga Simba. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.